hali halisi pichi ikoje? Kwako Ali Bakari. Na asante sana Ulama Idi Salim Kidedea. Mimi na wenzangu hapa Kastiko na Omar Suleiman, hakika tumepata fursa ya adimu kabisa ya kuingia ndani ya uwanja huu wa Benjamin Mkapa, na zaidi kabisa tumekaribia kabisa katika pitch hii. Bila shaka mtazamaji anaweza kaiona hapa ndio mahali ambako wachezaji 11 kwa maana ya wa Yanga 11 na wa Simba Sports 11 hapa watazitafuta pointi 3, lakini kwa Yanga kule wao wanaanza kutafuta sare alafu na pointi 3 ili kuweza kunyakua ubingwa, lakini Simba Sports yenyewe inahitaji pointi 3 ili kutangazwa mabingwa wa NBC Premier League msimu huu wa 2024 2025. Tupo upande wa kaskazini mwa uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kwa wenyeji wale wa Benjamin Mkapa hapa watatambua kabisa tupo upande wa goli la kaskazini. Huko goli unaweza kaliona lile pale ambalo watazamaji wa NBC Premier League wanakumbuka kwamba goli hili lilishatoa magoli mengi kabisa hapa. Lakini pia hata goli lile la kusini kule na lenyewe limeshatoa magoli mengi kabisa. Nini kinaendelea muda huu? Pale nje bado hakuna hapajatolewa ruhusa ile kwa mashabiki kuingia uwanjani, na ndio maana unaweza ukaona mpaka sasa hakuna shabiki yoyote ambaye tayari amefika uwanjani, kwa maana ya kwamba mageti bado hayajafunguliwa. Lakini kinachofanyika hapa katika dimba hili ama kwenye pitch hapa ni kuendelea kuliboresha zaidi. Naona mashine ile ya kuweza kusawazisha hizi nyasi ili ziwe level moja. Kwa macho yangu mimi ambapo ninavyoona hapa, hakika hakuna kitu kitasumbua mpira kuweza kutembea katika hii pitch leo hii hapa. Hakuna kitu chochote. Yaani nikitazama kwa macho, kwa vipimo vya macho, nyasi hizi zinaonekana zipo level moja kabisa. Unaweza kaona level moja kabisa mpaka kule. Hata ukidondosha kitu hapa kinaweza kafika mbali, inategemea tu na spidi ambayo utakuwa umeitumia kukirusha hicho kitu. Ukarabati kwa maana ya usawazishaji wa hizo nyasi unaendelea hapa katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Na ukiangalia kwenye viti kule kwa maana ya majukwaa kule, unaweza kaona mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika hapa. Rangi za viti ni tofauti na vile ambavyo tumezoea huko nyuma. Zinapendeza kweli kweli kwa macho hapa Benjamin Mkapa. Wale ambao watafika hapa, haya yote wataweza kuyashuhudia kuanzia majira ya saa 11. Watashuhudia uzuri wa dimba hili la Benjamin Mkapa, lakini pia na uzuri wa mechi ya NBC Premier League. Na sio hivyo tu, ni dabi ya Kariakoo Young Africans dhidi ya Simba Sports. Baada ya hapo ni bingwa kukabidhiwa kikombe hapa. Na kuna burudani za muziki. Tumeona speaker hapa zimeandaliwa, baadhi ya speaker, kwa maana ya kwamba wakati ule bingwa anakabidhiwa kombe lazima burudani ya muziki iwepo hapa. Kwa hivyo wapenzi wa burudani ya muziki na wenyewe hapa watapata burudani yao bila shaka yoyote. Hayo ni baada ya mechi, na bila shaka wakati mwingine hata kabla ya mechi burudani ya muziki bila shaka itaanza hapa. Nikwambia tu ya kwamba yes, ukitazama hata masuala ya taa, unaweza ukaona taa na zenyewe zipo vizuri, lakini kwa muda huu haziwezi kuwashwa. Lakini nafikiri kuanzia majira ya kuanzia majira ya saa 11 hivi 12 bila shaka taa tutaziona hapa zime. Na kamera zipo pia, kamera katika uwanja huu hapa wa Benjamin Mkapa kuhakikisha ya kwamba kila kitu kinakuwa vizuri kabisa katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Sisi Azam TV tayari baadhi ya vifaa vyetu tumeanza kuviweka hapa uwanjani. Hiyo unaweza kaona crane ipo kule ambayo yenyewe itahakikisha mipira yote itakuwa inaelekea katika goli lile pale la kaskazini. Unaipata kwa uzuri kabisa mtazamaji wewe. Timu ipo nje hapo ikiwa inajiandaa hapo kuendelea kusimika vifaa vingine ambavyo vitatumika katika matangazo haya. Hizi ni nyaya ama wengine wanaita cable kwa lugha ya kigeni, zenyewe zinasaidia kwa ajili ya kufikisha matangazo kwenye kamera na kuweza kufika huko studio mpaka kwa mtazamaji ambaye yupo nyumbani ama aliyepo katika mikoa mbalimbali ya nchi hii ya Tanzania, na hata wale waliokuwa nje ya Tanzania, kwa maana ya kwamba Azam Max app yenyewe pia itatumika kuwaletea uondo wa dabi ya Kariakoo. Hayo ndio ambayo ninaweza nikayasema kwa muda huu mtazamaji wa Viwanjani, lakini sio tu mtazamaji, kwako Ulama Idi Salim Kidedea, nikwambie tu ya kwamba kila kitu uwanjani hapa kipo vizuri kabisa. Ali Bakari, unatupa uhondo sana. Hiyo pitch inaita kweli kweli. Ile evergreen inaonekana ya Benjamin Mkapa, lakini tuonyesha viti vimefungwa vizuri, uwanja unapendeza, hata zile taa zinaonekana ziko timamu kweli kweli, ziko vizuri. Lakini pia umetuonyesha
tunasema zile kebo za Azam TV kuhakikisha kwamba zile kamera zinapata matukio yote kwenye engo zote, na ningependa sana tungezungumza hata na director ambaye amefika hapo kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri, lakini sina shaka na wewe kwa jinsi ambavyo unapiga kazi. Nafikiri tutaendelea kutafuta, ukifika katika gari la matangazo basi tutaungana na wewe ili uweze kutujuza pia. Azam TV yenyewe toka jana wako hapo, kila kitu kinakwenda barabara kwa asilimia ngapi? Hamna shida, sisi tumekita kambi hapa na lengo ni kubwa, ni kuhakikisha kwamba mtazamaji wa Viwanjani anapata kila kitu ambacho kinajiri hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, na kuwakumbusha tu watazamaji ya kwamba kwa yule ambaye hajalipia kisimbuzi chake kiukweli atakosa uhondo, kwa sababu leo hii bila shaka yoyote haya matangazo ya live yatatoka pia katika mikoa mbalimbali ambayo Azam TV imetapakaa. Kwa hivyo mimi nipo hapa kukujuza katika kila kitu, na baadaye bila shaka mwenzangu Omar Suleiman naye atakuwepo, atapokea kijiti hivi kuhakikisha kwamba wanawajuza watazamaji wa Viwanjani na wengine wa Azam Sports 1 HD kuhakikisha kila kitu hakipiti. Sisi Azam TV tumedhamiria kuhakikisha tunampa burudani kwa wote, kwa watazamaji wa Azam TV. Nikushukuru sana Ali Bakari. Na ni mwenzetu Ali Bakari akiwa bado yupo maeneo yale ya tukio lile ambalo litafanyika jioni ya leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakika uwanja unaita Rashid, unapendeza sana.